Kutoka Machakos tuelekee kaunti ya Makueni ambapo makatibu wane wa wizara mbalimbali katika serikali ya Kenya Kwanza wamepuuzilia mbali kampeni zinazoendeshwa na viongozi wa upinzani, wakizitaja kama kampeni zinazolenga kuwapotosha Wakenya. Wakizungumza katika kaunti ya Makueni katika shule ya msingi ya Kaumoni, wakiongozwa na katibu katika wizara ya elimu Julius Bitok, wamesema serikali ya Rais Ruto imeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo kote nchini, jambo linalowatia kiwewe viongozi wa upinzani na kuwataka Wakenya kuwapuuza viongozi hao. Ukisikia watu wanakuja kutoka nje huko, alafu wanatusi Mheshimiwa Rais Ruto na dota yenu, mnakubali kweli? Mnasema aje? Si mnasema no? Mnasema aye, si ndio? So mtu akitusi Ruto unasema nini? Akitusi Meteri unasema nini? Bas. Sasa hii mambo ya maendeleo yote inawezekana kufanyika kwa sababu Mheshimiwa Ruto ako na malengo, na lengo la kwanza ni kuhakikisha anaweka ajira kwa vijana. Ile kitu imeshtua wao, tunaijua. Wanaona vitu zikifanyika kwa sababu sisi wenye tuko kwa serikali na leaders who mean well for this region, we want change. Na wale walimutuma hata wao ni bure kabisa. Kwa sababu hiyo story hatujaisikia sahi, tumeisikia. Hata wao ni bure. Mti mwenye matunda ndio hurushwa mawe na vijana. Kwa hivyo ukiona jamaa wamesafiri muda mrefu, wako na magari kama 100 kwa barabara, na hiyo lami wamekanyaga, wewe ndio umeililia kwa serikali, na wanakuja kupanda juu ya magari kukurusha maneno, wewe bwana simama, inua kichwa, utembee na maringo, kwa sababu wewe ni kiongozi mchapakazi. Kaiti muko. Sasa Mheshimiwa Rais, tunaamini by the time tunafika Nairobi atakuwa amepali kuleta hiyo pesa. Nimwambie nini nikirudi Nairobi? Nimwambie Mheshimiwa Rais aje nikifika Nairobi? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie nini? Nimwambie nini?